الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من الظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول شهوات إلى جنات القربات. أما بعد، أحبتي في الله أيها المستمعون الكرام, wasikilizaji wetu wapenzi, baada ya kumshukuru Allah na kumsalia Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, katika suala tuloulizwa, vipi vile ambavyo watu wanavyokudhania na vile ambavyo wanavyokufikiria. Mwanadamu katika maisha yake anatakiwa aishi katika yale madhana nzuri kumdhania Mola wake subhanahu wa ta'ala, ayawache dhana ambazo watu wanamdhania, kwa sababu binadamu kadiyaraka alba'dhu taqiyan, wengine wanaweza kukuona kama mcha Mungu, wa kadiyaraka akharuna mujriman, na wengine wanakuona mwovu, wa kadiyaraka akharuna kadha wa kadha, na wengine wanakuona vile ambavyo wanavyofikiria. Lakini alhaqiqata annaka adra binafsik, ni uhakika wewe nafsi yako unaijua zaidi. Asiru alwahid alladhi la ya'lamuhu ghayruk, siri ya peke yake ambayo hajui yoyote isipokuwa wewe, huwa sirru alaqatika birabbik, huwa sirru alaqatika birabbik, ni siri ya mafungamano yako na Mola wako. Basi fala yaghurrannaka almadihun, wewe usidanganyike na wenye kukusifu, wala yaghurrannaka alqadihun, wala usighurike na wenye kukujeli. Liannaka alhaqiqata taqul bal alinsanu ala nafsihi basira, uhakika hakuna binadamu anayojua zaidi isipokuwa nafsi yake. Ahibati fillah, mwanadamu hufai kuishi kwa sababu ya watu, bali unafaa kuishi kwa sababu ya nafsi yako, kwa sababu siku ya kiyama au siku ukisimamishwa mbele ya Mola wako au masulia yote, utaulizwa kuhusu nafsi yako. Kwa nini hujasali? Kwa nini hujafunga? Kwa nini hujasoma Qur'ani? Kwa nini hujamwabudu Mola wako? Hayo masala yote yanarudi katika nafsi yako. Hufai kushughulika na la mtu, bali zaidi shughulika na nafsi yako. Min khuturati al-aish min baini at-ta'ata wal ma'siyah, katika hatari za kuishi baina ya utiifu na kuasi, annaka la tadri fi ayi fitratin minhum satakuna al-khatima, ni kuwa hujui kati ya wakati upi itakuwa hatima yako. Hujui lini unaweza ukaondoka ukienda kukutana na Mola wako. If'ali at-ta'a ikhlasan la takhallusan, fanya kumtii Mola wako kwa ajili yake, sio tu kwa ajili takhallusan, kwa ajili ya kumaliza. Hafidh ala an-nafli taqarruban la litakarruma, jitahidi kuhifadhi sunna, kuhifadhi zile sunna muhimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwa ajili ya litakarruma, kwa ajili ya kutukuzwa. Fa anta wallahi ahwaju lit-ta'a wa rabbuka subhana ghaniyun anha, hakika wewe ndugu yangu unazihitaji sana ibada. Wa rabbuka subhana ghaniyun anha, na Mola wako hana haja nazo. Hakuna kitu kikubwa katika maisha mwanadamu. Hakuna mtu anaweza akasali swala yako kama hujasali mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kukufungia kama hujafunga mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kukuendea haji kama hujakusanya masarafu mwenyewe ukaenda haji. Kwa hiyo haya ukiyafanya, fanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. La tajal hammaka hubbu nnas, isiwe hamu yako ni kupendwa na watu. Fannasu qulubuhum mutaqalliba, kwani watu nyoyo zao
zina tabia ya kubadilika badilika. Isiwe hamu yako, fikra yako ili upendwe na watu. Watu watakupenda pale ambapo wataridhika, pale ambapo watawafurahisha, pale ambapo watapoteza muda wako na kila kitu chao kwako kwa ajili yao. Hapo watakupenda kwa sababu wewe wako unaumaliza, wao unabakia. Hapo watakupenda. La tajal hammaka hubbun nas, usijalie isiwe hamu yako ni kupendwa na watu, ufanye kwa ajili ya kupendwa na watu. Fannasu qulubuhum mutagalliba, kwani watu nyoyo zao zina tabia ya kubadilika badilika. Naam, ndio maana ikaitwa qalb, ikaitwa moyo, kathratu taqallub, kwa sababu unabadilika badilika. Leo unaweza ukakusifu ukakwambia wewe hakuna kama wewe, sijaona mfano wako, hutotokea, wewe ndo tunakuthamini, wewe ndo tunaona umuhimu wako. Wanazungumza kwa sababu umewafanyia jambo la kuwafurahisha. Kwenye jamii utaona wamekuzunguka, wanafurahika, wanakusifu kwa sababu umefanya ya kuwafurahisha. Isiwe moyo wako kwa ajili hiyo. Fannasu qulubuhum mutaqalliba, kwani watu nyoyo zao zinabadilika. Qad tuhibbuka al-yawm, na wanaweza kukupenda leo, watukrihuka ghadan, na kesho nyoyo zao zikakuchukia. Leo wanaweza kukupenda sana leo kwa sababu uko pamoja na wao, kwa sababu umesimama na wao, wanakupenda sana. Watukrihuka ghadan, lakini kesho nyoyo zao zikakuchukia. Lakini kipi cha kufanya? Usijali. Hata jamii ulisimama nayo, au angel ukasimama nayo, au kikundi au taasisi ukashirikiana nao, lakini pale ambapo wewe unapokutana na mitihani, kama hawajali, kama hawakuamini, kama hawakufikiri, usisikitike. Waliyakun hammak kaifa yuhibbuka rabbun nas, na vipi itakuwa moyo wako, vipi atakupenda Mola wa watu. Fikra yako kubwa, fikiria vipi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu anaweza akakupenda, sio watu. Fa innahu in ahabbak, hakika Allah akikupenda, ukijipendekeza na akakupenda, ja'ala afidatan nasi tuhibbuk, atazifanya nyoyo za watu zikupende. Atamwambia Jibril, ya Jibril, mimi nampenda, ana uhibbu fulan, mimi nampenda fulani, waambie malaika wampende. Jibril atamwambia malaika, malaika watakupenda. Na malaika wakishakupenda, na wao wataambiwa, watangazieni watu wa duniani kuwa malaika wanampenda fulani, na nyinyi watu wa ulimwenguni mpendeni. Mtu huyo utamwona popote anapokaa anapendwa, anazungukwa na mahaba. Fa innahu in ahabbak, Allah kikupenda, jaala afidatan nasi tuhibbuk, atajalia nyoyo za watu zote zikupende. Ndugu yangu, kipenzi changu, chunga sana katika hii dunia kwa ajili ya kujipendekeza kwa watu. Man kana lillah, yoyote alokuwa pamoja na Allah, Allah mtu huyo atakuwa pamoja naye. Jitahidi kuwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio mwenye kufanya kila la khairi katika maisha ya mja. Lidhalika istaqim kama umirt, kwa ajili ya hiyo sasa kuwa na msimamo kama vile ulivyoamrishwa. La kama raghib, sio kama vile ambavyo unavyopenda. Ij'al li nafsika khabi'a wa sariratan la ya'lamuha illa Allah, tafuta amali ambayo utaifanya kwa siri, ambayo itakuinua mbele ya Mola wako. Fakama ana dhunubul khalawat muhlikat fakadhalika alhasanati alkhalawat munjiat, kama vile tunavyoona amali za siri au madhambi ya siri yanaangamiza, na vile vile amali za siri zinamwokoa mja. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad radhiya 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara, amewapa radhi waumini walipofungamana nawe chini ya mti.
fala tashghal al-amakin al-fariha, hivyo basi usidanganyike na sehemu za kifahari. Hapana, popote unapoweza kumwabudu Mola wako muabudu, au sehemu pana watu wengi, hapana, usihadaike na hiyo. La, usihadaike na hivyo. Popote alipo Allah, basi na wewe fanya vile ambavyo Allah anavyotaka. Fa inna a'dhamu mu'tamarati at-tarikh kanat tahta ash-shajara, hivyo katika sehemu kubwa zilizokuwa palipofanyika makongamano ya kihistoria ilikuwa chini ya mti. Kwa hiyo ndugu yangu, katika haya maisha usidanganyike, usighurike, usitafute mahaba ya watu. Alharam yabqa haraman hatta walau kana aljamiu yafalu, haramu inabakia kuwa haramu hata kama wengi wanafanya, wanalewa. La tanazal an mabadiik, wewe hufai kubadilika, kuacha misimamo yako. La daka minhum, waache hao. Fasawfa yuhasabu wahdak, kwa sababu wewe siku ya kiyama utahesabiwa peke yako. Qala ahadu alhukama, mmoja katika watu wenye hikma, au qala alarifun, au wajuzi wasomi, anasema inni ad'u Allah fi hajati, hakika mimi namwomba Allah katika haja zangu. Fa in a'tani iyah farihtu marra, na huyu si mwingine ni Imam Ali karramallahu wajha, anasema Allah akiniitikia kile nilichomwomba, farihtu marra, na furahi mara moja. Wa idha lam yutini iyah farihtu asharati marrat, na ikiwa hajaniitikia kile ambacho nilichokiomba, na furahi zaidi ya mara 10,000. Lianna al-ula ikhtiyari, kwa sababu jambo la kwanza lilikuwa ni chaguo langu, lakini la pili ikhtiyarullah alamul ghaib au alamul ghuyub, la pili ni chaguo la Allah mimi kuwa nimekosa. Jamilatun hiya thiqatun bi rabbil ibad, ni kitu kizuri mtu kutuamini watu, bali ni kumwamini Mola wa watu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, hakika ukipata mtihani, ukiomba dua haijibiwi, sema Allah anajua, hakika mimi sijui. Usiseme limadha yahduthu hadha, kwa nini kinatokea hiki kwangu. Da'awtu Allah fala yustajabu la, nimemuomba Allah hajanijibu. Acha kitu kinachoitwa al-ihtibat. Al-ihtibatu min ash-shaytan, hakika kukata tamaa ni katika njia za shetani. Wewe sema tu wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tilka ijabatun shafia, hili ni jawabu la kukinaisha. Liqaulina limadha yahduthu dhalika li, kwa nini mimi napatikana na haya tu kila siku, mimi mtihani, sina bahati. Sema li anna Allah ya'lam wa nahnu la na'lam, sema Allah anajua na sisi hatujui. Anasema khuruju ba'dhu an-nasi min hayatik, baadhi ya watu kutoka kwenye maisha yako, au dukhulun ilaiha rahma, au kuingia kwa katika maisha yako, rahmatun min rabbik, ni rehma kwa Mola wako. Kuna watu wakiwa mbali katika maisha yako na kuna wengine wakaingia katika maisha yako, anasema rahmatun min rabbik, fahamu hiyo ni rehma ya Mola wako. La nudirukuha illa ma'al waqt, rehema ambayo hatujui ufahamu ila baada ya muda, ila baada alwaqt, baada ya muda. Kwa sababu gani? Huwezi kujua watu waliokuwa kwenye maisha yako au waliotoka kwenye maisha yako, kwa sababu ulama wanasema al-a'wam tughayyiru al-kathir, siku, miezi, wiki zinabadilisha mambo mengi. Innaha tubaddilu tadharis al-jibal, miaka hubadilisha mengi, inabadilisha mpaka tadharis al-jibal, mpaka ugumu wa mawe, yale mawe magumu yanakuwa laini. Fakaifa la tubaddilu shakhsiyati al-bashar, vipi asibadilishe utu wa mtu. Law alimna kaifa naghriqu fil ajri ba'da al-mihan, lau tungejua vipi tunavyokuwa tunapata thawabu nyingi katika mitihani, lama tamannaina sur'at al-faraj, basi tusingetamani faraja iji haraka. Subhanallah,
Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lam ya'khudh minna illa li'utiyana, hakuchukua kwetu, hakutufilisi isipokuwa ili atupe. Fastaqbilu al-aqdara biqaulina, basi hivi tukubali qadari ya Allah kwa kusema wa qawlikum alhamdulillah alhamdulillah. Haya ndio maisha aloishi mwanadamu, anatakikana aishi nayo katika uhai wake wote. Ahibati fillah, kana salafu salih, wale wema alopita, yatawasawna bithalathi kalimatin, walikuwa kihusiana mambo matatu. Mambo hayo lau zuinat bidhahab, lau ingepimwa kwa dhahabu, la rajahat bi, basi yatakuwa mazito hayo matatu. Jambo la kwanza, walikuwa wakihusiana kabla ya kuachana, man aslaha bainahu wa baina Allah, atakayetengeneza mafungamano mazuri baina yake yeye na Mola wake, aslaha Allahu ma bainahu wa baina nnas, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza baina yake yeye mafungamano mazuri na watu. Yani mwenye kutengeneza alqurbu min Allah, akiwa anatafuta ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atamtengeneza baina yake na maisha yake, atamfungulia riziki yake. Man aslaha sarirata aslaha Allahu alaniyata, yule ambaye atakayetengeneza siri yake, Allah atamtengenezea dhahiri yake. Man ihtamma bi amri akhirati, yule ambaye atakayejishughulisha zaidi na kutafuta akhira yake, kafahu Allahu amra dunia wa akhirata, Allah atamtosheleza katika maisha yake ya dunia, riziki na siku ya kiyama. Ahibati fillah, ashaddu anwa' al-khasara, khasara zilizokuwa kubwa zaidi, aina mbaya kabisa ya khasara, an takuna aljannatu ardhuha kaardhi samai wal ardh, pepo iwe ukubwa wake baina mbingu na ardhi, wala yujad makanan fiha, wewe ukawa huna nafasi ya humo. La ilaha illa Allah, lasna rabb siwaka wala ma'budun ghayruk, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula, subhanallahi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ahibati fillah, hii ndo hali ya dunia. Kila mmoja anatakikana afungue masikio yake na macho yake. Imam Sayyidina Ali karramallahu wajha anasema, da'a sirraka baina ithnain, nafsaka wa rabbuka, siri yako iweke baina ya watu wawili, iwache kwenye nafsi yako na kwa Mola wako. Kisha akasema, na vile vile waharis, kuwa na pupa, ala dunia, katika hii dunia, ala ridha ithnain, kuwaridhisha watu wawili, ummuka wa abak, mzazi wako wa kike na baba yako. Kisha akasema, wasta'in bishadaid bithnatain, nataka msaada katika shida unapopitia kwa vitu viwili, as-sabru was-sala, sio maneno, sio kugombana, sio kuteta, subiri kisha swali sana. Wala takhif min athnatain, wala katika dunia usiogope vitu viwili vikakutia wasiwasi, arrizqu wal maut, usikimbile riziki sana, usiwe na wasiwasi. Arrizqu maqsum, riziki imegawanywa, ipo, wal maut, na kifo. Kisha akasema, wathnatani la tadhkuruhuma abadan, na vitu viwili usivitaje kuelezea watu, ihsanika linnas, wema uliowafanyia, wa asaat akharina ilaik, wa isaat, na makosa, akharina ilaik, walokukosea wengine usiyataje. Wathnataini la tansahuma abadan, na mambo mawili usiyasahau kwenye maisha yako, Allah, usimsahau Mola wako, wadarul akhirah, na usisahau nyumba ya akhira. Idha aradta an ta'rifa qadraka inda Allah, ukitaka kujua Allah amekuweka cheo gani kwake, fandhur aina aqamak, angalia wapi Allah amekuweka. Idha shaghalaka bidhikri, ikiwa amekushughulisha kumtaja yeye, fa'lam annahu yuridu an yadhkuruk, jua na yeye anataka akutaja, kukumbuke. Wa idha shaghalaka bilquran, na Allah akiwa amekushughulisha unasoma sana Qur'an, fa'lam innahu yuridu
ayuhadithak, fahamu kuwa Allah anataka azungumze na wewe. La ilaha illa Allah. Anasema ukimwona amekukurubisha katika taa, fa'alam annahu qarrabak, jua yeye amekukurubisha. Fa idha shaghalaka bidunya, akikushughulisha na dunia, fa'alam annahu ab'adak, jua amekuweka mbali wala hakutaki. Wa idha shaghalaka binnas, ukiona Allah amekushughulisha na watu, fa'alam annahu ahanak, fahamu kuwa Allah amekudharau wala hakutaki. Wa idha shaghalaka biddu'a, ukimwona Allah amekushughulisha na dua, fa'alam annahu yuridu an yu'tiyak, fahamu kuwa Allah anataka akupe. Fandhur li halika ma anta fi, jiangalie umewekwa wapi, au bima anta mashghulun, pale ambapo Allah